Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika kijiji cha Sekei katika wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Usiku huu wa leo imenyesha mvua kubwa ambayo asubuhi imesababisha maafa. Mtu mmoja amekutwa maeneo ya Mto Temi akiwa amesombwa na maji huku akiwa uchi. Lakini wananchi wa eneo hili wameeleza kwamba wananchi wanaovuka upande wa ng'ambo kuna maji mengi ambayo wakati mwingine kwa mvua iliyonyesha jana kwa vyovyote maji yangekuwa mengi. Mwenyekiti wa kijiji pamoja na kitongoji vile vile mtendaji wameeleza kwamba ni vema wananchi wakachukua tahadhari hasa kipindi hiki cha mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha katika mji huu wa Arusha ili kuepuka maafa kama haya. Lakini tunavyozungumza mpaka hivi sasa polisi wameshafika kwa ajili ya kuondoa mwili huu eneo la hapa la tukio kwa ajili ya kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Japo mwili huo haujafahamika ni nani, ni mtu wa wapi na vitu kama hivyo, huenda baada ya polisi kufika kugeuza mwili kwa sababu unaonekana huko kifudifudi, wakisha geuza basi watatambua ni nani na hatua nyingine zaidi zitaendelea. Jina langu ni Maleaki Sademaki, mwenyekiti wa kijiji cha Sekei. Taarifa nimeipewa na mwenyekiti wangu wa kitongoji cha Menyembere Estomi Laiza kwamba amejulishwa kwamba kuna mtu amedondokea, kuna mtu yuko huko pembeni ya mto ambaye anasadikika amekufa. Kwa hiyo ndivyo nilivyopata taarifa hiyo. Ukiangalia mwili, mimi nimekuja hatua ambayo mwili tayari umeshafunikwa. Kwa hiyo kwa kweli na mtu alikuwa amefunikiza kichwa chake kwenye udongo. Kwa hiyo hatukuwa na access ya kumuona kwamba kama ni kumuhisi ni nani. Hakika uwezekano wa kwamba mvua ndio imekuwa sababu ni mkubwa sana, kwa kuwa mvua ilikuwa kubwa sana, na inawezekana pia kwamba huenda alikuwa kwenye ukingo wowote kati ya upande mmoja wa mto au katika kujaribu kuvuka akapatwa na hayo. Hadhari ni kwamba kwanza wasiwe wanakuwa mbali na manyumbani kwao, especially na mvua experience hapa katikati inanyesha sana jioni, kwamba watu warudi nyumbani mapema na wajaribu kuangalia maeneo ambayo ni hatarishi kama kuvuka mito, wajaribu kupita maeneo yenye madaraja. Hatukufanikiwa kuufunua huo mwili kwa sababu tumeshaongea na OCCID USA na ameahidi kwamba anatuma watu wake waje hapa. Kwa hiyo hatukuweza kufunua mwili, tunasubiri waje. Ili tukio mimi ni wakujulishwa, lakini ni la asubuhi ndio wamejua, mida ya saa 1:30 saa 2. Tulikuwa tunapita kuangalia kuni, kwa mkuta mtu amelala ameletwa na maji. Ilikuwa saa 11:30. Tahadhari ya mvua watu wachukue, kwa sababu ukishaona mvua inanyesha alafu kuna mahali unavukaga na uwezi kuvuka siku hiyo, ni bora utafute mahali ulale, kwa sababu maji ni mingi kweli. Ndio maana sasa huyu jamaa hapa ameletwa. Kweli sisi ndo wa kwanza kuja kumkuta hapo, lakini nimemuomba mjomba tumgeuze, tukashindwa, ili hata angalau tumfahamu basi. Maana sasa kama unaona askari wamechelewa, ndio watu wamekuwa jamu. Lakini watu wachukue tahadhari na mvua. Ni wa kiume kwa jinsi anavyoonekana kwa nyuma na hata huku kichwani ni wa kiume. Kwa hapa sidhani, lakini asilimia kubwa watu wanavuka pale mabombani, labda na huku juu kidogo nadhani ipo, lakini sio vivuko rasmi. Ni ile tu basi, unajua hapa maji haikatizi mingi, unapita. Lakini mvua ikishakuwa kubwa lazima maji yawe mengi, ukisema tena unavuka hapo unashindwa. Kwa hiyo ukisema unavuka tu lazima maji kulete. Ndio hivyo sasa, watu wawe na, yani sijui nisemeje kwa hapo, lakini ukishakuta ndugu yako hayuko nyumbani usiseme labda yuko kwenye ulevi au labda yuko kwa mwanamke amelala. Hapana, watu wawe na subira, wamtafute, wajulikane ili sasa mtu apatikane. Yaani kwa jinsi tulivyomwangalia kwa nyuma hajaumia. Sijajua sasa kwa huku kifuani, maana si bado hajafunuliwa. Yaani sijafuatilia sana, lakini watu wanasemaga maji ikikuchukua lazima tu itakutolea nguo zote. Na ndio maana labda huyo
amevuliwa nguo hivyo. Mimi naitwa Bi Fatma. Taarifa nilizipata, mimi uoga nakuja kukamua ng'ombe huku mtoni. Baada ya kuja kukamua ng'ombe, nikaona kuni. Nikasema nianze kwanza kokota kuni ndo nianze kukamua. Nikaja nikazunguka huku, baada ya kuzunguka nikaona kuni ya kwanza nikaokota. Kuni ya pili nikaiokota. Kuni ya tatu nikakutana na mwili. Baada ya kukutana na mwili nikaona nimuite shemeji yangu. Ambaye shemeji yangu yeye alishauona tokea usiku. Akaniambia ninyamaze kimya kwanza, alafu niondoke hapo. Ndo hapo sasa baada ya kuona hivyo nikamfunika na mtandio wangu pale, nikaondoka. Tahadhari nataka sasa nyinyi wanaume ndo mjiangalie. Ila hatujajua amekufa na nini. Muda unaotakiwa kurudi nyumbani, mnatakiwa mjue mnarudi nyumbani saa ngapi. Na mkiona mvua, mjitahadharisha maana njia ziko nyingi. Hata ukizunguka ukija hata asubuhi, mradi ufike nyumbani. Hapana kulalaje? Ukilala unatakiwa utoe maelezo kwamba umelala wapi. Na umelala kwa sababu gani? Mvua Kwa nini ukae mpaka mvua ikukute? Wewe ukiona dalili unataka ukimbie? Yaani nawashauri hivi, ukiona dalili za mvua, kama ulikuwa una kazi, hiyo kazi achana nayo. Umesikia? Ujue ndio kwamba unahitajika huko kuna kazi nyingine ya kufanya. So unangangania kazi moja wakati kuna kazi nyingine za kusubiri. Njia ziko nyingi zinapitika. Kwani njia ni moja? Ni mwenyekiti wa kitongoji. Jina mimi naitwa Estomi Simon Laiza, mwenyekiti wa kitongoji cha Menyembere. Kijiji cha Sekei kata ya Kiutu. Limetokea la mwananchi ambaye amefia pembeni ya mto Temi. Na mimi nilifanya haraka nikafika eneo la tukio. Lakini kabla ya kufika hapa, kawaida ya serikali kuna kutoa taarifa kwa viongozi husika wa kwangu ambao wako juu yangu mimi. Nimjulisha mwenyekiti wa kijiji. Baadaye mwenyekiti naye akamjulisha mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata naye akamjulisha OCD wa wilaya ya Rumeru. Mkuu wa upelelezi wilaya ya Rumeru. Na hatimaye na mimi nilifika hapa kabla viongozi wangu hawajafika. Nikaja nikaona eneo hili kumwangalia mhusika. Ni kweli taarifa niliyopata ndivyo ilivyokuwa. Nilipofika eneo la tukio ilibidi nikae karibu na wananchi niwaambie wasihusike kumchika mwili wala kumjeuza, kwa sababu bwana marehemu inaonekana maji ilivyomtupa pembeni ya mto kichwa chake kilinamia chini. Na mara nyingi wananchi walitaka kufahamu uso, maana uso ndio inaotoa utambulisho wa mhusika kwamba huyu mtu ni nani, anaishi wapi. Lakini mpaka muda huu kitu haijafanikiwa wananchi, ndio maana unaona wananchi wamejazana hapa wakitaka kujua ni nani huyu kwa ajili ya kupeleka taarifa kwenye sehemu husika kwenye familia zao. Nilikuta mwili tayari wananchi wameshamfunika kwa sababu ni jinsia ya yani ni mwanaume, amefunikwa na kango. Kwa hiyo tumekuta kwamba tayari maji imeshamvua nguo yote. Kwa hiyo ilikuona kwa sababu ni swala la aibu, ilibidi wakina mama walichukua kanga zao na kumfunika kama mlivyoikuta hapa katika eneo hili. Ninacho wasi wananchi wasijaribu baada ya kuona kwamba mto umefurika, wasikimbilie eneo hilo wala wasijaribu kutaka kuvuka kwenda ng'ambo ya pili kwa ajili ya kwenda maeneo wanakokwenda. Wawe tahadhari, wasikae pembezoni mwa mto au wasivuke kwenda maeneo wanakotaka kuona. Wawe makini sana. Sasa kakutwa mbwa ndo waligundua. Maana ile asubuhi watu bado walikuwa hawajaamka. Hasa katika mbwa hii maeneo hapa wote si mbwa wanaishi hapa. Wakawa na bweka ndio watu wakaamka kwenda kuangalia ni nini. Na kawaida maji tunajua lazima kuweke pembeni kisha kufa. Kwa hiyo hatujui ile umetokea wapi wala wapi. Viatu ndo alikuwa ana na nguo. Ndio hapo akafunikwa na kanga. Kwa jina naitwa Twati Lendoyan Security, ni afisa mtendaji kata ya Kiutu. Leo asubuhi kwenye saa 1:15 mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji cha Menyembere ambao ni eneo hili alinipigia simu akanijulisha kwamba kuna mwili ambao umeokotwa pembezoni mwa mto Temi na tayari basi mhusika amekwisha kufariki. Basi nilichokifanya baada ya kupokea taarifa hiyo, nilijaribu kumtafuta mheshimiwa mwenyekiti au askari wetu wa kata. Kwa bahati mbaya simu yake ikupatikana,
na nikaamua kumjulisha mwenyekiti wa kijiji, naye akaniambia kwamba tayari nina taarifa. Kwa hiyo nililazimika kuwasiliana na OCD naye akaniunganisha na OCID, na ndipo akaniambia kwamba basi watakuwa njiani wakija. Nimejaribu kuwasiliana naye kila mara, tayari wameshaniambia kwamba wameshaanza safari sasa tunavyozungumza hapa hivi kuja kuona mwili huo wa marehemu. Baada ya kutambua kwa hivi sasa kwamba ni wanane, kwa sababu kama ulivyoona wewe mwandishi mwenyewe mtangazaji, umeona kwamba uso ameelekeza chini. Kwa hiyo uweze kujua kwamba ni mtu kutoka wapi au ni nani. Nahisi kwamba mvua iliyoonyesha jana itakuwa ndio imesababisha haya. Ndugu mtangazaji, napenda kushauri au kuwasa wananchi kwamba kwa kipindi hiki ambacho ni cha mvua, na tumekuwa tukishuhudia sisi wenyewe kwamba mvua imekuwa ikinyesha hasa masaa ya jioni na inanyesha mvua kubwa sana, na washauri kwamba ni vema wakiona mvua inanyesha watulie maeneo ambao wapo, wasijaribu kutembea wakati wa mafuriko, watulie mpaka maji yapungue. Lakini pia ni vema hata angalau wakatafuta njia mbadala ambayo uwezo kuvuka maji, bali labda kama kuna daraja waweze kuvuka. Kwa hiyo nawaasa kwamba ni vema kila mtu akabaki nyumbani hasa kipindi cha mvua, na kama mvua itakukuta katika eneo ambalo si sahihi, ni vema angalau basi ukatulia mpaka angalau mvua ikatike na hata pia maji yapungue.